mliwasikia pale viongozi wetu waliposema kwamba haya tamko la pamoja ilikuwa rahisi, ilituchukua takriban miezi 8 ili kufikia tamko la pamoja, na hili sasa linaashiria sasa kwenda kumaliza ule utata na baadaye kupata utulivu wa kijamii. Tunao utulivu wa kisiasa, tunao utulivu wa kimaendeleo, lakini jamii sasa tunaenda kuweka utulivu wa kijamii. Lakini suala lilofanyika hapa ni takwa la kikatiba. Ukisoma katiba ya Zanzibar mwaka 1984, ukisoma ibara 9 inaelekeza uwepo wa serikali ya umoja wa kitaifa, ambalo si takwa ambalo la matakwa ya mtu. Kwa maana hiyo tunaenda kukamilisha mchakato ambao sasa kuendelea na serikali moja ya kitaifa ambayo itaenda kuwahudumia wananchi wetu wa Tanzania. Kwa maana mimi nichukue fursa hii kumpongeza sana Rais Dr. Hussein Ali Mwinyi kwa busara zake, hekima zake mpaka leo tukafikia hapa, lakini pia niwashukuru viongozi mbalimbali wa Chama cha Mapinduzi ikiwemo kamati kuu, kamati maalum ya halmashauri ya taifa, lakini niwashukuru sana, nimpongeze makamo wa kwanza mstaafu Osman Masudi Osman na mwenyekiti wa ACT Wazalendo, lakini pamoja wote chama cha ACT Wazalendo, kamati ya uongozi na viongozi wa ACT Wazalendo kwa kuweka mustakabali wa nchi yetu na maslahi. Leo tukarudi kwenye hili tamko na ajenda zimekaa sawa, na sina mashaka ajenda hizo tutaenda kuzikamilisha na muda si mrefu tutapata matokeo ya uundwaji wa serikali yetu ya umoja wa kitaifa. Itaendelea na hii imeundwa kwa maslahi ya Wazanzibari na Watanzania kwa jumla, lakini pia tunapata funzo kwamba Watanzania tunaweza kuzungumza wenyewe tukamaliza matatizo yetu na si kuingilia na watu wengine. Na hili ndio hito kama ni mjumbe wa halmashauri ya taifa, kama katibu mwenezi ninaofanyia kituo changu Zanzibar, kwamba tunatoa fursa sasa kwa upande wa pili pia Jamhuri ya Muungano, kwamba kumbe Watanzania tunaweza tukakaa pamoja tukazungumza na tukatatua tatizo letu na changamoto zote zikaisha. Ukiangalia changamoto ambazo zilisemwa pale kwenye ajenda ndo zile changamoto ambazo zinaelezewa upande wa pili kama tume na nini. Kwa maana tunaweza tukazungumza kama taifa na tukatoka na kitu kimoja kwa maslahi ya Watanzania wote, na kwa hapa Zanzibar kwa maslahi ya Wazanzibari wote kabisa.